kwa nini 7 ukizifanyia kazi kupata chochote kitakacho kwenye maisha yako. Kila wakati uko na fursa mpya ya biashara. Unafuga kuku, mara wanakufa. Njoo lima vitunguu, fanya biashara mtandao, unahangaika, unapata pesa, huna raha. Ongea na kocha. Tumia kwa nini hizi 7 kupata chochote unachotaka kwenye maisha yako. Karibu rafiki yangu mpendwa, kipindi chako pendwa cha Ongea na Kocha. Kwa rafiki yako kocha Dr. Makitamani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Na hapa bwana tunakaa na makubwa matatu tu. Jambo la kwanza, mafanikio. Kujenga tabia na nidhamu sahihi ya mafanikio. Jambo la pili, fedha. Kujenga utajiri na uhuru wa kifedha. Sawa? Na jambo la tatu, biashara. Kujenga biashara inayojiendesha bila kukutegemea wewe moja kwa moja rafiki. Kanuni yetu ni maarifa jumlisha vitendo sawa sawa na mafanikio. Tunayapata maarifa kama hivi. Unaondoka na mambo ya kwenda kufanyia kazi. Maana yake vitendo. Alafu sasa ndio unakuwa umeyapata mafanikio. Leo tunajifunza kuhusu kwa nini 7. Kwa nini 7 ambazo ukizifanyia kazi, ukizitumia, ukajipa majibu, utaweza kupata chochote kitakacho kwenye maisha yako. Na hiyo inaanzia wapi? Inaanzia kwenye kujitambua wewe mwenyewe na kujua ufanye nini ili upate kile ambacho unakitaka. Rafiki, watu wengi sana wako hapa duniani wanahangaika, wanakimbia, lakini hawajawahi kukaa chini wakajiuliza kwa nini. Ni jambo la kushangaza. Ni sawa kukutana na mtu barabarani, mtu anamjua, unajaribu kumsalimia, kumsemesha, anakuambia yuko haraka, bwana unachelewesha. Unachelewesha bwana. Kwa unawahi wapi? Mimi nawahi, unachelewesha. Unaenda wapi? Hata sijui. Sawa? Sasa unaweza kumcheka huyu mtu, huyu amechanganyika, anaenda wazimu huyo. Yaani unawahi sema mbona hujui, lakini hebu niambie wewe. Kila siku unaamka, unawahi kwenye shughuli zako, kazi zako, biashara zako. Siku inaisha warudi kulala, umechoka. Yaani kuna watu nasemaga wanaenda kutembea, yaani wanaishi kazini au kwenye biashara, wanaenda kupumzika nyumbani. Yaani unaamka asubuhi mapema, unatoka siku nzima upo, usiku sana unalala. Tukuze kwa nini? Nini sasa? Kwa nini? Nini unachotaka sasa? Nini kinakufanya kwa nini? Wengi hawajui, sawa? Na utajua kwa nini watu hawajui? Kwa sababu namba moja, mtu aina hii ikifika Ijumaa, Jumamosi ana raha kweli bwana. Thanks God it's Friday. Nilikuwa nasikia video za vijana wanasema Alhamisi ni mkesho wa weekend. Nikasema yani Jumamosi hajatosha na Jumapili wanakuambia Alhamisi ni mkesho wa weekend. Yaani unatafuta siku ambayo ina mapumziko. Lakini la pili, ukipata hiyo pesa unatumia yote, unalewa, unafanya vitu ambavyo vinatija yote na unarudi pale pale. Ukiangalia mambo mengine ambayo unayafanya ambayo hujui kwa nini unafanya unachofanya. Kwa mfano, kila wakati uko na fursa mpya ya biashara. Kila wakati umesikia bwana ujue ukifuga kuku yani unatoka, unafuga kuku mara wanakufa. Ujakasa unasikia kuna kware, fuga kware, yani kware wale mayai yake ni dawa nini watajika. Umefuga kware mara umepata mayai huwezi kuyauza. Unasikia habari kwenye sungura bwana, sungura. Yani wewe ukifuga sungura mpaka mkojo wake unauza. Sio utakinga vipi mkojo wa sungura utajua mwenyewe. Unakimbizana nayo. Sawa? Unaambiwa sungura umechemsha, njoo bata bikini, sio atabukini hata bata bukini, sio au bata wenyewe. Kwa kila wakati unakimbizana kitu kipya. Unasikia fursa, njoo lima vitunguu, njoo lima nyanya, njoo lima tikiti, fanya biashara mtandao, fanya biashara, unahangaika. Hiyo ni dalili hujajua nini unachokitaka. Kuna bahatisha tu. Unaanza kufuatilia maarifa, mbinu za mafanikio, kila siku utafuta mbinu za mafanikio, mbinu mpya. Nijifunze, labda umefungua mpaka unajua ndio solution uko nalo. Sawa? Unaruka kwa sababu haujajua ni nini hasa unachokitaka. Unaelewa rafiki?
Sasa nachotaka ni wewe sasa uache kuzurura, uache kuhangaika, utulie chini na ujue unachokitaka, ili ukipambanie, ukipe juhudi, ukipe muda, kikupe matokeo, kitu ambacho kwa wewe kinawezekana kabisa. Na ili kiwezekane ni lazima, haitakuja. Unajua nikwambia kitu kimoja rafiki yangu. Ukienda kununua simu mpya, ukaenda kununua TV mpya, ukanunua kompyuta mpya, ndani ya lile box kuna kijitabu anakiweka mle. Sawa? Kuna kijitabu anakaweka. Kanaitwa mwongozo wa matumizi, user manual. Sawa? Sasa ukiwa hujui unarudi kitabu, mtu angalie kitabu kinasemaje, jinsi ya TV haizimi, fungua kitabu, bonyeza hapa kitu chekundu itazima. Ushaona TV, TV sijui pa kuzimia ni wapi? TV mpya hiyo, unatafuta kitabu, pa kuzimia hapa. Unaona lazima, muujiza, si ndio? Kile kitabu kinaeleza jinsi kifaa kitakavyo nini, kitakavyotumika. Wewe ulizaliwa ukaja hapa duniani ukiwa mtu ambaye ni mpya, ambaye watu hawajui atumikaje, lakini haukuja na hako kitabu. Kwa hiyo sasa watu hawajui wewe unaweza ukafanya nini, hawajui ni mzuri kwenye nini. Kwa hiyo umekuwa na bahatisha. Sawa? Wazazi wanaangalia, huyu anapenda kuimba, atakuja kwa msanii huyu. Huyu kila kitu anakipiga kama mpira, atakuwa mchezaji huyu. Huyu anahoji maswali huyu, atakuja kuwa mwanasheria. Huyu mbona anapenda sana kufuatilia taarifa, atakuja kwa mtu wa habari. Huyu wanabahatisha. Na mbaya sasa watoto hawajui anataka nini. Ukiwa mtoto ukiangalia TV kama daktari mzuri unataka kuwa daktari. Ukitoka hapo kana ukamwona rubani unataka kuwa rubani. Kuna manga na wao wanakubeba hivyo hivyo. Kwa hiyo hayupo walimu nao shuleni wanasema huyu hesabu anaziweza, atakuja kwa engineer huyu, hesabu anaziweza. Huyu historia iko vizuri, English iko vizuri, atakuja kwa mwandishi huyu. Huyu jiografia kwa wanabahatisha, hawajui unajua unataka nini ndani yako. Kwa umeenda maisha yako sasa watu wanakubahatishia, watu wanakubetia. Huyu atakuwa hivi. Unaenda sasa haujui unataka nini. Maisha yako yote unajaribu sasa biashara hii, unajaribu kazi, upate raha. Unadhani upata pesa utakuwa na raha, unapata pesa huna raha. Baba kishaolewa nitakuwa raha, unaolewa una raha. Nikiwa na watoto unapata tu una raha. Nikishakuwa na nyumba yangu, nikiwa na gari la ndoto yangu, utapata yote na hautakuwa na raha. Kwa sababu gani? Kwa sababu haujajua unataka nini. Sawa? Na hili ndio kitu ambacho watu wanakiruka. Watu wakimbilia vitu vizito sana kwenye mafanikio. Nataka siri ya mafanikio, nataka nipate hiki. Turudi la msingi kwanza. Unajua unachokitaka kwenye maisha yako? Unajua kwa nini yako? Kwa sababu usipojua hii hapa, haya mengine yote ni hovyo. Unajenga gorofa wakati msingi sio imara. Hakuna mahali unakwenda na hiyo gorofa yako unajenga. Kwa hiyo nataka achana mengine yote ambayo unajifunza yote yake. Rudi kwanza, unajua kwa nini yako? Unajua kwa nini unataka unachokitaka? Mimi hauwezi ukaja kwangu leo kaniambia sisi kuna fursa gani sio mpya, sio kilimo gani ambacho napata pesa nitaingia. Haiwezekani, sio eneo langu hilo. Nilishajua kwa nini yangu iko wapi na ndio naipambana. Ndio maana nazungumza na wewe hapa sasa hivi. Hii inatoka ndani yangu, hata kama hakuna ambaye hujalipia kupata hiki kitu. Si ndio? Lakini kwa nini nakutoa? Kwa sababu hii ni kwa nini iko ndani yangu mimi kuitoa kwako wewe. Na nataka nikusaidie wewe uitoe kwa nini iliyoko ndani yako pia. Kaa hapa utazijua kwa nini 7 ambazo zitakuwezesha wewe kufanikiwa, wewe kujua hasa kile unachokitaka. Rafiki, iko hivi. Ndani yetu huwa kuna sauti fulani. Sauti inayotuongoza kwenye nini tufanye, nini tusifanye. Hiyo sauti ipo. Sasa kwa sababu tuna kelele nyingi za nje, tumeikandamiza hii sauti ya ndani. Tumekuwa tuisikilize. Kwa hiyo sauti kwa sababu imepuuzwa muda mrefu, na yenyewe ni kama imesusa. Imeacha. Haijahangaika tena kuendelea na kukuambia unataka ufanye nini. Sasa muda mrefu umepuuza. Sasa ili uweze kujua unachokitaka, ili ujue kusudi la maisha yako hapa duniani, ni lazima ukaibue ile sauti. Ni lazima uifufue ile sauti. Lazima uipe nguvu sauti yako ya ndani. Na ndio dhumuni kubwa
la kipindi chetu cha leo, uweze kuisikiliza tena sauti yako ya ndani, uweze kuingia ndani yako, ujue hasa kile ambacho kinatoka ndani yako. Mambo mengi unayokimbizana nayo sasa rafiki, hayatoki ndani yako. Nakwambia, kazi unayoifanya huenda ulisikia ndo kazi inayolipa sana, kazi ambayo rahisi kupata ajira, labda ukaifanya. Biashara unayoifanya bado unaanza kwa naifanya ukaiga. Sawa? Gari unayoendesha unaona ndo kila mtu, kwa nini unafikiri eneo fulani watu wanaendesha magari ya dafara? Labda unashangaa mtaa mzima watu wana AST wote, au si wana Subaru wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio tumeona kwa wengine ni rahisi. Sisi binadamu ni viumbe wa kuiga. Tukiona jambo kwa mwingine tunalichukua, tunaona ndio jambo sahihi kufanya. Kwa ambao nalitaka ni wewe urudi kwenye yale ya msingi kwako. Urudi kujisikiliza ndani yako. Sikia sauti ya ndani yako na ufanye lile ambalo linakutofautisha wewe na watu wengine. Na hapa sasa ndipo kwa nini 7 zinapoingia. Kwa nini ya kwanza ni kwa nini unafanya unachofanya sasa. Kwa nini unataka unachotaka sasa. Unafanya biashara. Kwa nini unafanya biashara? Unafanya kazi. Kwa nini unafanya hiyo kazi? Kwa nini unaamka asubuhi na mapema ukimbilia kazini? Kwa nini unaamka asubuhi na mapema kwenye biashara? Kwa nini? Sawa? Jibu litakuwa rahisi sana, si ndio? Nataka nipate pesa. Si ndio? Hiyo ni jibu la msingi, nataka nipate pesa. Sitaki umaskini. Nataka nijitegemee, nataka nipige hatua, nataka nifanikiwe, si ndio? Kwa hiyo jibu swala la kwanza, kwa nini ya kwanza, kwa nini unafanya kufanya? Unapata jibu kwa sababu unataka matokeo yale ya haraka, sawa? Matokeo ya hapo kwa hapo. Bwana, nisipoenda kazini sitaki kwa mshahara, maisha yatakuwa magumu. Bwana, nisipofungua biashara nitakosa hela ya kula, maisha yatakuwa magumu. Sawa? Hiyo ni kwa nini yako ya kwanza. Sasa hili jibu ulilopata hili hapa, unaliuliza tena kwa nini. Kwa hiyo kwa nini ya pili unahoji jibu la kwanza. Kwa nini unataka kupata pesa? Kwa nini unataka upate mafanikio? Kwa nini unataka kufukuzwa kazi? Kwa nini unaogopa urudi umaskini? Ni kwa nini? Sawa? Hapo sasa utahitaji jibu la ndani kidogo, sasa kwamba bwana nataka pesa kwa sababu bwana umaskini ni mbaya. Nataka pesa kwa sababu nataka uhuru. Nataka nijiamulie mambo yangu mwenyewe, sitaki niwe chini ya sitaki niwe naomba watu, sitaki kutegemea fadhila za watu. Si ndio? Hiyo ni kwa nini ya pili kwenye jibu la kwanza. Ukipata jibu la pili hili hapa, uliza tena kwa nini. Kwa nini ya tatu kwenye jibu la pili. Kwa nini unataka kuwa huru? Kwa nini unataka kuwategemea wengine? Kwa nini unataka utegemee fadhila za wengine? Unapata jibu la tatu ambalo pia sasa lenyewe litaangalia ile kwa nini ya jibu la pili. Kwa nini unataka hicho kitu? Sawa? Unapata jibu, unataka kwa nini ya 4. Kwa nini kwenye kila jibu unalopata ujiuliza kwa nini mpaka ufike mara 7. Yaani kila jibu unalopata unauliza tena kwa nini. Unauliza tena kwa nini. Unauliza kwa nini mpaka ufike kwa nini ya 7. Sawa? Sasa jiulize kwa nini inaweza kuwa 7 wakati unaweza kupata kwa wepesi? Kwa sababu tunataka utoe hii kelele ya juu, uzame ndani. Kwa nini ya kwanza na ya pili zitakuwa rahisi sana kuzipata wewe? Rahisi sana. Haraka tu. Kwa nini kazini haraka upate pesa? Unataka kupata pesa? Sitaki umaskini. Sitaki kuteseka. Nyepesi. Umekopi, sio yako. Hizo kwa nini mbili umechukua kwa wengine. Sawa? Kwa nini ya 3, ya 4 na ya 5 hizi zinakutaka ufikirie? Umeelewa? Hazina majibu ya haraka hizi, nataka ufikirie. Na kadri unafikiria unazidi kukaza. Ya 3 unafikiria, ya 4 inabidi ufikirie zaidi, ya 5 unafikiria. Hii unataka hauwezi kujibu kwa mazoea. Hii unataka ukae chini hivi kweli hivi.
Sawa, naenda kazini, nafanya biashara sababu nipate pesa. Nataka kupata pesa, sitaki kuteseka. Nataka niwe huru. Nataka kuwa huru, nijiamulie mambo yangu mwenyewe. Kwa hiyo nijiamulie mambo yangu mwenyewe. Kwa nini? Mwaelewa? Kwa hiyo kwa nini ya 5, ya 4, ya 5, ya 3, ya 4 na ya 5? Itakutaka ufikirie. Hauwezi majibu ambayo umekariri. Sawa? Kwa nini ya 6 na ya 7? Hapa sasa ndio umefika kwenye kiini. Yaani umeingia sasa kwenye ile sauti yako ya ndani. Umeondoa kelele za nje zote. Yaani kama umemenya kitunguu, umefika pale ndani sasa. Umefika kwenye ule mziki wenyewe sasa. Kwa nini ya 6 na 7? Ndio inakutofautisha, ndio inaenda kwenye ile ndani yako wewe. Wewe kama wewe, kabla hujaingia hii kelele ya watu wengine. Kabla hujaingia kwenye mkumbo ambao watu wengine wanaufuata, ile ya ndani sasa ndio unaipata kwenye kwa nini ya 6 na ya 7. Hapo utagundua kwa nini hasa. Utaondoka yale mambo ya nje, mambo ya juu, mambo ya tamaa, mambo ya hofu. Utaenda kwenye ile kusudi lako ambalo ndio sababu ya wewe kuwa hapa duniani. Ndio kusudi lako wewe, kwamba niko hapa duniani kwa ajili ya hili. Na hapo sasa utaweza kujua ufanye nini ili utimize. Utaacha kukimbizana na ambao unakimbizana nao sasa, ambayo hayana tija kwako. Sawa? Muhimu sana nataka utoke nayo hapo. Kwa sababu hii kwa nini ya 7 unaipata ndio kusudi lako sasa. Ndio itakufanya wewe uendelee kufanya hata vikija vitu vingine vipya zaidi. Vile vitu vingine ambavyo ni vya kutamanisha zaidi. Wewe hata unaachana navyo. Mimi wasije wanabeti kwamba kuna hii fursa utapata ukeka hela. Kwa nini watu wengi wanaibiwa? Kwa sababu hawajui kwa nini au wanatafuta njia za mkato za kufanikiwa. Tapeli hawezi kumwibia mtu ambaye anajua kwa nini. Hawezi. Sasa utacheka, wewe ukija kwako unaniambia sisi tu unakucheka tu, jamaa amechanganyikiwa. Unaongea vitu gani wewe, acha ujinga. Sawa? Najua unachotaka nini na nimekomaa hapo. Huna pa kuniumbisha kwa sababu najua kwa nini. Sasa ukiwa hujui kwa nini ni hatari kwako, kwa sababu watu watakupiga sana. Watakulagai wengine ununue vitu ambavyo hutaki kuvinunua. Unafika na watu wanunua vitu vya kuonekana kwa nje, si ndio? Mtu anavaa madini, anavaa, hakuna ubaya wote, lakini watu wengi wanaona kwamba nikivaa hivi ndo nitaonekana mimi na mimi mtu. Nikionyesha gari fulani mimi nitaonekana ni mtu. Kwa sababu hana kwa nini nyingine, hana kile ambacho kinamfanya aonekane ni mtu. Sasa ukijua kwa nini yako ya ndani utaachana na mambo. Yaani utakuwa ni madogo sana kwako. Madogo mno. Kwa sababu unajua kwa nini yako ya ndani. Kuna tafiti ile kufanyika kwa nyuma kidogo. Wakawa wanaangalia watu wengi waliofanya makubwa. Yaani ukiangalia mabilionea hawa walioanzisha mitandao ya kijamii, wakina Mark Zuckerberg huko, wakina Elon Musk kwa makampuni makubwa duniani, Steve Jobs, wakapata kwa marais, wakapata rais wa Marekani kipindi hicho alikuwa ni Obama. Wakagundua watu kila siku wanavaa nguo ile ile. Unaona, wanavaa nguo ile inafanana. Sasa unaona kwamba kumbe watu kwa sababu wanajua wanachokitaka, hawataki kupoteza muda kwenye kujiuliza leo nitavaa nini. Kwa maana nguo nyeusi anazo labda hata 100. Yeye akiamka anajua anatinga. Ndio yeye shughuli yake sio kufikiria nitavaa nini, ni kwamba nitafikiaje maono niloko nayo. Hiyo ni kubwa zaidi kwake. Sasa wewe una maono makubwa, unataka uanze kumechisha leo. Hii namechisha na hii ya juu na namechisha na chini, namechisha na sui na kofia na begi na nini, kama ndo mdada ndo kabisa. Inabidi toke ya juu, ya chini, begi, viatu na simu na nywele na kucha, vyote vifanane. Hebu fikiria masaa mangapi utatumia kufanisha hivyo vitu? Masaa mangapi? Nywele ifanane na kope, ifanane na kucha, ifanane na blouse, ifanane na sketi au suruali, ifanane na pochi, ifanane na viatu. Sikusema kwenye kuvaa, usije ukashukia bure. Lakini nataka kuonyesha kwamba ukiwa huna kwa nini utasumbuka. Kwa sababu unajua sijakamilika, wananiangalia bwana, au sijamechisha leo. Sasa ukiona kwa nini kubwa, hiyo ni irrelevant kwako. Utavaa kwa sababu inabidi of course uonekane, uniform yako nzuri, piga kazi. Una mambo makubwa zaidi kufanya kazi kuliko ambayo kuna. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa rafiki yangu ujue kwa nini yako kubwa. Kwa sababu ndio namba moja
Na faida hizi, ondoka hizi faida. Ya kwanza, itakuondoa kwenye usumbufu. Hautarukaruka na vitu vipya kila wakati kwa sababu unatumaini kwamba hao ndio itakayonitoa hii. Hao ndio itakayonitoa. Umeshajua kwa nini yako, unakoma nayo. La kwanza muhimu sana. La pili, inaondoa utapeli. Hautatapeliwa. Watu wote wanaotapeliwa ni watu wenye tamaa. Watu wenye tamaa ni ambao hawajui wanataka nini. Na wanataka kwa njia mkato. Wanataka kwa haraka. Wanapigwa. Ukijua kwa nini yako, uweze utapeliwa. Sababu kwanza, wewe mtu anatoa wapi yani? Wewe uko busy na shughuli yako, mtu atapata muda kukutapeli. Ndio yakwambia sasa ujue jamaa nitapeli hela, sio niambia wewe ulikuwa unahusikaje huko? Hiyo sio shughuli yako. Sawa? Ukijua kwa nini yako utaepuka kutapeliwa. 3, utaweza kupambana hata unapokutana na magumu. Hii safari ya mafanikio ni safari moja ngumu sana. Utaweka mpango kabisa, umeweka mpango wako, mimi napenda sana hii biashara, napenda sana kwa. Na naangalia sawa ambao ni waandishi. Bwana unajua nataka niendelee nitoe kitabu changu bwana. Niuze kama wewe tu, niuze kutoka mwanzo vingi kweli yani. Vizuri umeshaandika. Wewe anaandika. Chapa kitabu. Anaanza kuuza kitabu. Watu wanunue vitabu. Atatoa karibu, kitabu chako kizuri, hawanunui. Watu wanaanza kukasirika, watu wanunui vitabu inakuaje? Brother, umeingia kwenye utakata tamaa kama sio kwa dini yako. Kwa sababu watu hawatanunua. Kaanzisha biashara. Ndugu zako waulize wote, nataka nifanye biashara fulani, biashara chakula, watu wanakula chakula, ukosi wateja bwana. Ndugu zako wanakula kila siku na wanunui chakula chako. Sawa? Sasa kama haijatoka ndani yako, utakata tamaa. Hii ngoma ni ngumu, mimi nakwambia ukweli, sio rahisi. Ni ngumu, changamoto, vikwazo, misukosuko utakutana navyo. Huna ujanja kukwepa. Sasa itakufanya uendelee ni ile kwa nini kubwa ikitoka ndani yako. Ushaelewa utakomaa, imetoka ndani. Unajua ikitoka nje kama unaona jamaa andika vitabu atakuwa anapiga hela kweli yule. Ngoja mimi ngaandike vitabu. Unaandika vitabu unapeleka sokoni haviuzi. Au jamaa atakuwa na uchawi wake. Unakimbilia jamaa anauza simu. Winga wa simu, mimi nikapiga winga wa simu. Unapiga mimi wateja wanielewi. Unaruka, lakini ukiwa unajua kwa nini yako, ukitana na ugumu utakaa pale. Na ukikomaa utapata matokeo. Sawa? Kujijua kwa nini yako, kwa sababu hilo litakuondoa wewe kwenye hali ya utaendelea kukomaa. Kwa sababu nasema mtu ambaye ana kwa nini yake kubwa anaweza kuvuka kila aina ugumu. Asiyejua kwa nini anafanya anachokifanya atayumbishwa sana. Atayumbishwa mno. Na sitaki utokee kwa rafiki yangu. Ndio maana kuambia mapema kabisa kwamba jua kwa nini yako, komaa na hiyo kwa nini yako. Rafiki, mpaka sasa umeshajua kwa nini yako? Umeshafanya zoezi la kwa nini 7? Kama hujafanya, naomba ufanye sasa hivi. Chukua notebook yako, chukua kalamu, chukua karatasi, andika. Anza tu, kaa sehemu tulivu. Weka simu yako silence kabisa, ikiwezekana izime. Kaa kwenye chumba mpaka watu waingie, funga kile chumba vizuri. Jiulize kwa nini 7. Utakapoishia huna majibu, inaruhusiwa kupumzisha. Sio mtihani kwamba lazima umalize pale pale. Unaruhusiwa kupumzisha, ukaendelea mambo mengine, ukarudi tena kwenye hizo hizi. Usiliache mpaka umepata kwa nini 7. Umeelewa? Umefika ya 3 ya 4 huna tena majibu. Ishi hapo kwa leo, funga kitabu chako, karatasi yako, kaendelea shughuli zako nyingine. Rudi tena wakati mwingine, jipe muda tulivu, pitia tena mpaka upate kwa nini 7. Umeelewa? Ndio sasa ukaanze kufanyia kazi ile kwa nini yako ya 7. Haujapata kwa nini 7, unajisumbua, unapotea. Unarudia makosa ambayo umeshafanya maisha yako yote na imekuwa changamoto. Na kama unapenda sehemu ambako utaifanyia kazi kwa nini yako, basi nakukaribisha. Tuna ngazi 4 za hao unapata hapa. La kwanza ni ya mafunzo unayopata ya bure kabisa ya ongea na kocha. Umejifunza. Na kama umefika mpaka hapa, wewe uko vizuri. Utafanya makubwa. Ngazi ya pili ni vitabu. Nao vitabu vizuri sana hapa. Kama kitabu cha falsafa maisha mafanikio, kitabu cha una nguvu ya tena miujiza.
ndani yako kuna nguvu kubwa sana. Hii kwa nini unajifunza hapa utaelewa nguvu iliyoko ndani yako na jinsi ya kuitumia kufanikiwa. Na vitabu vya fedha, vitabu vya biashara na kadhalika. Kwa hiyo ni ngazi ya pili, unapata vitabu. Ngazi ya tatu tunazo zana, tools, tuna mifumo, tunazo applications. Kwenye eneo la mafanikio tunayo TSA, Tanzania TSA Academy, ambayo yenyewe ina mafunzo. Tuna newsletter za kila siku na kuandikia kila siku barua za kuzungumza na wewe. Kwenye fedha tuna utajiri.tz, application kwa ajili ya kuweka malengo ya kifedha, kuripoti mambo yako ya kifedha. Kwenye biashara tuna application mbili. Tuna mauzo CRM, unasimamia biashara yako ukiwa mbali, alafu tuna kumbuka SMS. Unaweza ukapeleka ujumbe mmoja kwa wateja wako wengi. Hizo zana ndo ngazi ya tatu ya kushirikiana na mimi. Na ngazi ya 4 ni jumuiya ya washirika wa mafanikio. Hapa sasa wale ambao wamejitoa sasa, ambao ni marafiki zangu wa kweli sasa, wale ambao wamehakikisha kwamba wanataka wafanikiwe, wamo mle ndani. Na mle ndani tunaishi kwa kanuni nyepesi tu: maarifa, vitendo, mafanikio. Hao uliojifunza, umefurahisha hapa. Kule ndani watuonyesha bana kwa nini zangu hizi hapa. Nimekwambia uandike. Wewe umepuuza, sema nitaandika. Sina haja kuandika. Mimi akili yangu inashika. Usingekuwa hapo hivyo. Sawa. Kule utaonyesha nimeandika kwa nini hizi hapa. Tunataka ufanye, uonyeshe ushahidi na utafanikiwa. Sasa ili kuyapata yote haya rafiki, na ili upige hatua, wasiana namba 0760 647171. 0760 647171. Andika neno kocha, andika neno mafanikio, andika neno fedha, andika neno tajiri, neno lolote lile. Ujumbe wa WhatsApp peleka pale. Sawa? Tutakupa mchakato mzima, tutafanyia kazi ambayo umejifunza. Naamini umetoka na kwa nini zako. Kama kutoka nazo, rudia hili zoezi, lakini sitaki uendelee, usiangalie na chochote kingine. Kama hujajua kwa nini, utapoteza muda rafiki yangu. Na sitaki upoteze muda. Sababu mimi rafiki yako. Ndio maana nikupa maarifa. Sasa karibia tuyafanyie kazi na uweze kupiga hatua. Asante na uwe na wakati bora.